Anyway, nashukuru kwamba umenihitaji kupata update. Nitaongea kidogo tu kwa saizi ndio tunaandaa mashtaka yenyewe substantive uh, matters application. Kwa hiyo kwa hiyo nizungumze kidogo tu kwamba tarehe 8 kulikuwa na kesi ambayo tulifungua kuanzia tarehe 27 mwezi wa 5, alafu ikapangwa tarehe 1 na tarehe 1 wadaiwa wale ambao wanaita wadaiwa kama sikosei hawakufika kwa upande wa serikali. Serikali walifika, mwanasheria mkuu wa serikali, lakini au makamishna wa tume ya kuchunguza jinai kwenye vurugu na mauaji ya Oktoba 29 hawakupatikana, hawakuwepo, hawakuweza. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali haikuwa imewasave hiyo summons. Kwa hiyo mahakama ikaisha tena tarehe 8, tarehe 1 kwa amri kwamba tangazo la kuwaita mahakamani litolewe kwenye gazeti la Mwananchi, alafu ndio waje kufika tarehe 8. Tangazo halikutoka kwa sababu baadaye ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali ili intervene ikafanya mawasiliano yenyewe. Kwa hiyo kesi ikaendelea tarehe 8 na ilikuwa ni hatua ya kwanza ya kuomba kupata kibali cha mahakama kuandaa mashtaka, na hiyo huwa ni nadhani watu wanaojua mambo ya kama wanafahamu kabisa kwamba kwa yenyewe ni kesi sasa kujenga hoja ambazo zinaonyesha kwamba kuna haja ya kufunga hiyo kesi. Na kesi yenyewe ndio hiyo ambayo tunaamini kwamba rais ana mandate ya sheria ya mamlaka ya sheria kumruhusu kuanzisha tena tume nyingine kufuatilia kazi za tume iliyotangulia, kwa sababu sheria hiyo ya tume za uchunguzi sura namba 32 inampa jukumu, inamuelekeza rais kuunda hiyo tume, na baada ya ripoti hiyo kutokea tume kumaliza kazi na kuleta ripoti basi sheria iko wazi, shughuli zinazotakiwa ziendelee pale, na majukumu yanakabidhiwa kwa DPP, na pengine PP atawakabidhi ofisi ya DCI wachunguze na kuchukua hatua pale ambapo kutakuwa na mambo ya jinai ya kufuatilia kufanyia kazi. Kwa hiyo ndio hoja yetu ilifika mahakamani, na sasa mahakama hiyo tarehe 8 walikuja, hoja zikatolewa sehemu zote mbili, ndio Jaji Wizire akaamua kwamba mahakama ikakubaliana na sisi kwamba tufungue hiyo mashtaka, tufungue hiyo kesi. Maombi yetu, kwa maana neno zuri wanayotumia wanasheria ni maombi. Maombi yetu kwenda mahakamani, na tumepewa wiki 2 ambayo ni mujibu wa taratibu za kesi za namna hii. Kwa hiyo tunatakiwa kufika tarehe 22 tuwe tumepeleka hiyo kesi yetu, tumewasilisha, tumeifaili tayari, ipangiwe jaji, alafu baada ya pale ndio tuweze kusikiliza. Kwa hiyo status iko hivyo, ni hatua ya kwanza kabisa, lakini muhimu, kwa sababu usipokuwepo hatua hii wakati mwingine huwezi kwenda mbele. Nakumbuka tulikuwa na kesi nyingine mwaka jana huko Dodoma, mahakama kuu kupinga hiyo mambo ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi na mambo yake ya kanuni za kamati ya maadili. Hiyo jaji huyo wakati ule alikata kabla tujafika hatua hiyo, alituzuia kwenye hatua hiyo, akashindwa kwenda mbele. Kwa hiyo this time around tumepata hoja zetu na wanasheria wetu ambao ni Mpale, wakili mwandamizi Mpale pamoja na mwasipu walituwakilisha vizuri, na tunaamini kwamba pengine
tutaweza kuwasilisha hiyo hoja, na tunawategemea watu wa serikali, mwanasheria mkuu wa serikali na hao makamishna bila shaka watakuja na hoja zao vile vile. Lakini hoja ndio hiyo ambayo nadhani nitaka nieleze hiyo, watu waelewe kwamba swala zima ni kwamba tumekwenda hiyo hatua ya kwanza na bado hatua nyingine zinaendelea ambazo zitafuata. Kwa hiyo hatua ya pili hatujafika, hatua ya kwanza tumemaliza, ndio tu ambayo nadhani ndio watu wanazungumzia kwamba kuna tumeweza kufanikiwa kupata hiyo ruhusa ya mahakama kufungua kesi. Ni hayo tu. Nadhani unless kuna swali, vinginevyo sidhani kama kuna maelezo mengi zaidi. Maelezo ni hayo ya kawaida, ni stage ambayo tumefika hatua hiyo ya kuruhusiwa kufungua kesi ambayo tutaweza kuwaju mahakamani. Wanasheria wetu watatuongoza kuwaju mahakamani kwamba hiyo tume ya kijinai kuchunguza jinai haipashi kuwepo na haipashi kuteuliwa. Hiyo majukumu yote yanatakiwa kama yapo ya uchunguzi na mambo mengine basi DPP afanye kazi na DCI afanye kazi, alafu wahusika ambao watakuwa wameonekana watajwa kutajwa au kubainika kwenye ripoti ya Chande, basi ndio wahusika waweze kufikishwa mahakamani waweze kujibu mashtaka yao kwa mujibu wa sheria hiyo ya ripoti za uchunguzi kwa na inavyoelekeza. So ripoti tume za uchunguzi kama inavyoelekeza, tunaamini kwamba itafuatwa kama ilivyo na mambo mengine yataweza kuendelea. Asanti. Nadhani niwaachie hapa, kama kuna maswali yao ya kawaida tu. Mimi nina swali hapo, usiondoke kwanza. Nani mzee Bubero. Sasa kwanza nikushukuru kwa wepesi wako kupanda na kuja kutupa in brief. Mimi nilikuwa nataka niulize kitu kimoja tu, na ili niweze kwa lengo la kujifunza zaidi, kwamba tuliambiwa ile tume ya kwanza ya Chande ni ya fact finding, haimtafuti mtuhumiwa ni nani au aliyetekeleza unyama ule ni nani, na hata ile ripoti haijaainisha ni nani kwa ule muhtasari wa ripoti tuliosikia. Tukaambiwa, na katika mapendekezo yao ndio walipendekeza tume nyingine ya jinai, ndio hiyo tume ya Jaji Lila ili inaenda kufanya kazi. Sasa kuchallenge hiyo kwamba rais hana mamlaka hayo kwamba kufanya hivyo tena kisheria, hapa hii kesi kufungua na kweli mmeruhusiwa kuendelea, mnacholenga kukiachivu hapa ni nini? Shabaha mnayoilenga hapa ni ipi? Kwa sababu wao wanataka hii tume ndio itumike kuja kuwa hold accountable watu wanaoaminika kufanya ule unyama. Sasa shabaha yenu ni nini? Kubloki hii DPP hapa anaingia wapi kama hana taarifa ambazo zimeainishwa na ile tume ya kwanza? Hapa mnacholenga kukiachieve ni kipi, mzee Bubero? Nyingine sijui kama nina jibu lako, lakini nitajaribu kusema tu moja kwamba nchi inaongozwa kwa mujibu wa sheria na katiba. Haongozwi kwa matakwa binafsi au maoni binafsi. Hiyo ni moja. La pili, ukiangalia zile hadidu za rejea za tume ya Chande zile 6, ile ya mwisho inatoa mwanga na nafasi ya kutekeleza mambo mengine yote ambayo itaona yanafaa. Kwa hiyo kama zile hadidu za rejea za 5 za awali za kwanza zinaonekana hazitoshelezi kuweza kutambua na kufuatilia na kupata watuhumiwa na kwa majina na ushahidi unaotakiwa, ile ya 6 ilikuwa inatosheleza kufanya hiyo kazi. Sasa kama hiyo tume ya Chande kufanya kazi yake kwa namna inavyotakiwa, haipashi kuwa chanzo cha kuvunja sheria. Tukaanza sasa kuanza kufanya mambo kwa namna tunavyoona. Mambo yote ya kuongoza nchi yanatakiwa yafanyike kwa namna ambavyo sheria inaelekeza. Kwa hiyo sisi tunachotaka ni kwamba sheria ifuatwe, na sheria ikifuatwa basi pengine tutaona kwamba kina Chande wa kufanya kazi zao vizuri ndio tuwapelekee mzigo kwamba wafanya kazi zao vizuri, sio kwamba tuanze tena kutafuta kutunga sheria nyingine nje ya sheria iliyopo simply kwa sababu akina Chande wafanya kazi vizuri, au pengine aliyetoa hadidu za rejea
hakuwa broader. Kwa hiyo kama hakufanya kazi yake kwa namna inavyotakiwa, haipashi kuwa sasa hapo ndio tuanze kuvunja sheria. Nchi iwe inaongozwa kwa namna ambavyo mtu anavyotaka ndivyo anavyofanya. Kwa hiyo sio swala la kuachieve tu, ni swala hatua ya kwanza kabisa kurudisha nchi katika utaratibu wa sheria, kwamba utaratibu wa kuongoza nchi, rule of law, ndio hiyo ndio mojawapo ya principle nne ni misingi minne ya utawala bora. Mojawapo ndio utawala wa sheria na sheria ya haki. Kwa hiyo ndio hicho tunataka kuachieve, kwamba nchi iongozwe kwa mujibu wa sheria. Kama mtu underperform basi ajulikane nani underperform. Sio underperform asaishe makosa yake kwa kutunga sheria yake ya pembeni kuachieve mambo yake ambayo anataka yaachieve. Hiyo tunadhani sio. Hiyo nadhani umenielewa na wengine watakuwa wamenielewa. Sio swala la binafsi, swala la public interest, kwamba tunahitaji Tanzania iongozwe na sheria, kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa katiba, na kila uamuzi wote unaofanyika ufanyike kwa namna ambavyo sheria inaelekeza. Hilo tu basi, tulikuwa tukifanikiwa hilo ilikuwa tumetosheka. Hatuna nafasi ya kusema kwamba tumfuatilie fulani au tumharibie fulani. No, hatuna nafasi hiyo na sio lengo letu. Lengo letu ndio hilo, kwamba Tanzania itakuwa bora kama itaongozwa kwa mujibu wa sheria na kwa mujibu wa katiba, na sheria zipo na katiba ipo, na kama sheria zina upungufu utaratibu wake wa kuzirekebisha upo vile vile. Tuna miswada kwa sisi kwa Tanzania ni mazoea tu, lakini bado hata mbunge binafsi anaweza kapeleka private members motion, akapeleka bungeni akasema ameonya mapengo kwenye sheria fulani, akapeleka mswada ukaingia kwenye mfumo wa kawaida wa bunge na bunge likapitisha na rais akasaini ikawa sheria. Kama itakuwa hivyo, lakini vile vile serikali inaweza, ina ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali inaweza ndio kazi yake hiyo, kuangalia maeneo ambapo sheria zina mapungufu na kupendekeza bungeni, alafu marekebisho yakafanyika. Lakini sio mtu ajiamulie tu pembeni, ezonge na mamlaka madaraka, watu wengine wamekaa kimya, basi aamua anavyotaka kutunga sheria zake pembeni na kuzitekeleza. Na usisahau kwamba uamuzi wote unaofanya kwa mambo ya utawala unatumia rasilimali za umma. Sasa rasilimali za umma haziwezi kutumika kwa matakwa ya mtu mmoja simply alifanya makosa siku fulani, badala ya kuwajibishwa kwa makosa yake, basi watu ndio wanajibishwa kwa kutumia rasilimali zao kutekeleza matakwa mengine. Nadhani hiyo haiwezi kuwa utawala bora tunaolilia, tunaohangaika nao, tunaotaka uwepo Tanzania. Na mimi nimejibu swali lako Lupa, asante. Nilikuwa nataka nimuulize tu Muberwa, wakati wamefaili kesi, je, waliomba injunction kuwazuia wasiendelee na majukumu? Swali subiri katika, rudia swali tafadhali. Kwa nasema wakati wanafaili hiyo kesi waliomba injunction